Tukio lililoripotiwa kumhusu rais wa Venezuela Nicolas Maduro limeibua mshangao mkubwa ndani na nje ya nchi hiyo. Taarifa zilizozagaa katika majukwaa ya kisiasa na vyombo vya habari zilieleza madai ya kukamatwa kwa rais huyo, hali iliyosababisha mtikisiko mkubwa wa kisiasa na kufungua mjadala mpana kuhusu uaminifu wa ushirikiano wa kimataifa. Kwa mujibu wa maelezo yaliyoenea, hatua hiyo haikuchukua sura ya mapinduzi ya wazi ya kijeshi wala ghasia za mitaani. Badala yake, ilielezwa kuwa ni mchakato uliojaa sintofahamu, taharuki na dalili za hofu ya ndani. Mamlaka yalionekana kuyumba taratibu, kana kwamba misingi ya uongozi ilianza kudhoofika kutoka ndani ya mfumo wenyewe. Lawama zikielekezwa Urusi na China. Katika mjadala uliofuata, lawama nyingi zilielekezwa kwa Urusi na China, mataifa mawili yaliyotambulika kwa muda mrefu kama washirika wakuu wa serikali ya Maduro. Ilitarajiwa kuwa nchi hizo zingechukua msimamo thabiti au kutoa msaada wa haraka wa kidiplomasia katika kipindi hicho nyeti. Hata hivyo, kilichoshuhudiwa ni hali ya ukimya na tahadhari. Hakukuwa na kauli kali wala hatua za dharura zilizotarajiwa. Ukimya huo ulitafsiriwa na wachambuzi wengi kama ishara ya kusita, hofu ya athari za kimataifa au juhudi za kulinda maslahi ya kijiografia na kiuchumi ya mataifa hayo. Kwa mtazamo huu, uhusiano wa kimataifa ulionekana kuwa na mipaka, hasa pale gharama za kisiasa zinapokuwa kubwa kuliko faida za mshikamano wa kidiplomasia. Washirika walaumiwa kwa kusita. Mbali na Urusi na China, mataifa na makundi mengine yaliyokuwa yakijitambulisha kama marafiki wa Venezuela pia walilaumiwa kwa kukosa msimamo. Badala ya hatua za wazi, walionekana kujificha nyuma ya kauli za tahadhari zisizo na msimamo wa moja kwa moja. Hali hii iliibua taswira ya ulingo wa siasa za kimataifa usio na huruma, ambapo uaminifu hudumu tu pale maslahi yanapokuwa salama. Mizani inapobadilika, hata washirika wa karibu hujiondoa na kubaki watazamaji wa mbali. Athari kwa Venezuela na jumuiya ya kimataifa. Zaidi ya mjadala wa viongozi na diplomasia, tukio hili lilizua hofu kubwa miongoni mwa raia wa Venezuela. Sintofahamu kuhusu mustakabali wa uongozi, uwezekano wa omvyo la madaraka na hofu ya kuingiliwa zaidi na nguvu za nje vilitawala mijadala ya ndani. Kile kilichoripotiwa hakikuonekana kama tukio linalomhusu mtu mmoja pekee, bali kama mtikisiko wa mfumo mzima wa dola. Athari zake zinaweza kugusa uchumi, usalama wa taifa na mwelekeo wa kisiasa wa nchi kwa ujumla. Tukio hili linaibua swali pana na zito. Je, enzi za ushirikiano wa kimataifa wa kudumu zinaelekea ukingoni? Au ni funzo jingine kwamba katika siasa za dunia, kila taifa huweka maslahi yake mbele, hata kama hatua hiyo inamaanisha kumwacha mshirika wake akabiliane na hatima yake peke yake. Kwa vyovyote itakavyokuwa, yaliyojitokeza yanaonyesha wazi kwamba katika ulingo wa madaraka ya kimataifa, hakuna ulinzi wa kudumu. Kuna mahesabu, tahadhari na maslahi yanayobadilika kulingana na mazingira. Ulikuwa nami Habib Yassin, mwandaaji wa makala hii ni Idi Nasoro Rajab. Endelea kufuatilia NetPro News.